Umenitia nini chumbani kwako? Na kuuliza wewe Kai, umenitia nini chumbani kwako saa hizi usiku? Unanitumia message eti nije chumbani kwako saa hizi usiku. Haya, nije kufanya nini? Mida hii mnatoka wapi? Baba, niliona nisiitumie weekend vibaya. Ndio maana nikaamua nimpeleke Zawadi out kidogo akaenjoy. Kwa sababu ukizingatia Zawadi sio mwenyeji sana hapa mjini. Kwa hiyo niko natumia kama fursa ya kumpeleka beach kidogo akaenjoy. Na amefurahi sana kwa kweli. Seti Zawadi, enjoy. Ndio kaka, enjoy. Wewe, hivi hicho unachokiongea mwenyewe unaona uko sahihi kabisa? Wewe Zawadi, kama wewe unaondoka, nani atafanya kazi za humu ndani? Na wewe, kama ulikuwa unataka kutoka na Zawadi, kuna mtu yote unampa taarifa humu ndani? Hicho unachokifanya ni sawa sawa na kumuiba huyo. Ni sawa sawa na kumtorosha. Wakati unajua huyu ni house girl. Lakini baba. Lakini nini? Kulikuwa na ulazima gani kutoka na mtoto wa kike? Umetoka naye. Nani atafanya kazi za ndani? Wakati unajua anatakiwa kupika, anatakiwa hapo kufanya usafi, kila kitu. Unavyoondoka naye? Baba, kwenye hili Zawadi hana makosa. Naomba lawama zote nipewe mimi. Lakini hayo masuala ya kupika na kufanya usafi unaoongelea, si hata Pinky yupo anaweza kufanya majukumu yote haya. Kaa kimya. Pinky ana majukumu yake. Yeye ni mtoto wa nyumbani. Na huyu ni house girl. Mimi naona hamna haja ya kumfukia Zawadi. Siku zote nakuambia, ongea na mtoto wako. Mara nyingi mume wangu naongea na wewe unavyomlegeza Kai. Lakini wewe unielewe. Hivi mume wangu, watu watakapokusikia huko nje unamfukia Zawadi kama hivi, watakuchukulia wewe ni baba namna gani? Majirani watakuelewa vipi? Hebu jaribu kuongea na mtoto wako basi, ajaribu kukua. Eti wewe Kai, mara ngapi wewe nakusema juu ya ukaribu wako wewe na Zawadi? Hivi kwa nini hujielewi? Lakini uambiweje wewe ndio usikie? Alafu kitu kingine, wewe sasa hivi ushakuwa mtu mzima, sio lazima kila siku uambiwe wewe. Eti mume wangu, hivi kwa nini usiongee na mtoto wako? Ila mimi hayanihusu, utajijua wenyewe. Kwa hiyo unataka kuniambia mimi ndio nimemfundisha huyu amtorosha huyu house girl? Si ndio maana yake? Mimi sijamaanisha hivyo mume wangu. Ila nilikuwa nakwambia tu ongea na mtoto wako. Zawadi, Zawadi mtoto wangu, leo wala usihangaike, nishapika kila kitu. Relax, kazi yako kula tu, sawa? Sawa madam. Nilikuwa naomba twende tukaongee mara moja. Sawa mtoto wangu. Baba Kai, ongea na mtoto wako. Wewe nifuate.
Zawadi, umependeza sana leo mtoto wangu. Asante madam. Gauni yako nzuri sana Zawadi. Umepata pesa ya kununulia gauni nzuri kiasi hiki? Au kakununulia kakako Kai? Hapana madam, ni zile pesa ulizokuwa unanipaga nimejinunulizia mwenyewe kidogo, ndo nikaanza kujinunulia nguo nzuri. Zawadi, wewe una akili sana. Akiendelea kukuona ukiwa hivi atakupenda sana na atajua kabisa kwamba wewe ndio mwanamke wa maisha yake. Zawadi, ujue wewe ni mrembo sana. Asante madam. Zawadi, nilikuwa naomba uolewe na kijana wangu. Nayaona macho yako na tabasamu lako kila siku. Kai, tafadhali usije kuharibu na kanitia aibu, maana wewe ni mume wa mtu mtarajiwa. Ni kweli mwanangu, unachokifanya ni wema, tena wema mkubwa sana, lakini kwa nini Zawadi asiwe anatoka na Pinki? Baba, nadhani mwenyewe unajua kwa kwenye hii nyumba ukiacha mimi na wewe hakuna mtu yote anayempenda na kumthamini Zawadi zaidi yetu. Lakini ukiachana na yote hayo, Zawadi ni house girl wetu. Kwa hiyo inamaanisha kuwa amebeba dhamana kubwa sana juu yetu. Hebu jenga picha, siku akatokea somo mundani itakuwaje? Haoni kama atakuwa ametudhuru? Kwa lazima tumpende na kumthamini kama house girl wetu. Kwa mimi sidhani kama ninakosea kumsaidia Zawadi. Sidhani. Sawa mwanangu, najaribu kuelewa, lakini wewe umsaidii Zawadi kama house girl. Kwa kukutizama tu unampenda Zawadi kutoka moyoni. Lakini baba, usijaribu kukataa. Siku zote mwanaume anasifiwa kwa kuwa na msimamo. Tazama, mama yako alikutafutia mchumba, ukamkataa, ukampenda mwanamke mwingine, na sisi tulikuwa radhi kufuata lile chaguo lako unalolitaka. Sasa leo unamtaka na Zawadi. Uone kama hii itakuwa ni tabia mbaya? Je, wazazi wako akilijua hili, si wataona kama mtoto wao tunamshurutisha kingono? Na nikwambie tu, naomba umuheshimu Zawadi kama mfanyakazi wetu, si mimi. Yaani namaanisha uwe mkwe wangu. Nakupenda sana Zawadi. Napenda bado uendelee kuishi katika familia hii. Nadhani wewe ni tunda la familia hii Zawadi. Kwa hiyo sijui hata nisemeje. Alafu eti je, uko tayari kuolewa na mtoto wangu? Ndio madam, ila kama atanipenda, maana yeye ana mchumba wake mtarajiwa. Hapana, yeye hana mchumba wala hana mke, bado ni kijana kabisa, hajawahi atakuoa. Aha, unasani labda ni Kai? Sio Kai. Kuna kijana alikuja siku moja hapa nyumbani, nadhani unamkumbuka. Yule ni mtoto wa kakaangu. Kwa hiyo napenda awe mume wako, tengeneze familia. Nahitaji wajukuu Zawadi kutoka kwako na yule kijana. Usimuone labda yuko katika hali kama ile.
yule alikuwepo South Africa muda mrefu sana, na pale alipo ameasilika kisaikolojia. Kwa hiyo naomba umchukulie the way alivyo. Najua Zawadi wewe ni binti nzuri sana, utambadilisha na atakaa katika misimamo na misingi bora. Naomba usinikatalie Zawadi. Sawa mtoto wangu, nahitaji uwe mkwe wangu. Lakini madam, naomba leo usinijibu. Nenda kalale, tutaongea kesho. Sawa Zawadi? Zawadi, hujue mimi siku zote sipendi kukuona wewe ukiwa kama house girl. Nataka nitafute house girl humu ndani. Wewe ukae kama mama, ukae kama mkwe katika familia hii. Nakupenda sana Zawadi. Sawa? Ila nisikuchoshe mama yangu. Naomba leo kapumzike, tutaongea kesho. Sawa mtoto wangu? Nimeua nzige wawili kwa jiwe moja. Zawadi ataolewa na mwanangu, na pia nitakuwa nimemtoa mikononi mwa Kai. Nina akili nyingi sana. Mimi ni mwanamke na nusu. Marahaba mjukuu wangu, au jambo? Sijambo. za huko? Sisi huko wote wazima. Zawadi, kuna tatizo lolote huko? Tatizo? Mimi sina tatizo lolote babu, na kama ningekuwa na tatizo ningeshakwambia. Kuwa mwazi, niambie. Nipo kwa ajili yako, usinifiche. Mimi sina tatizo lolote babu yangu, ni kama nilivyokuambia mwanzo. Ningekuwa na tatizo ningeshakupa taarifa. Vipi kuhusu yule mtoto wa bosi wako? Ulishamwambia kwamba unampenda? Mimi sija. Najua hujamwambia. Yule ndio mwanamume niliyokuchagulia. Sio kwamba tu ana pesa, bali mizimu ya huku kwetu ndio imempitisha kwamba awe mume wako. Oh no, no. Hear the house of love. Mbona kama naidhulumu nafsi yangu? Nitaendelea kuficha hisia zangu mpaka lini? Hivi kweli dume zima kama mimi nishindwe kumwambia Zawadi kuwa nampenda? Banye po rahisi tu namuita hapa namwambia kuwa nampenda. Mimi na imani hawezi kunikataa na hata kubali hisia zangu. Hapana. Siwezi tena kuvumilia. Lazima namwambie ukweli wote tena leo hii namwambia kuwa nampenda. Siwezi kukaza tena. Lakini maswali yakaanza laying in my mind all night long. Sio mimi, but this tears know my name. ndani ya house of love. Nothing feels the same. Sio mimi, but my heart is tired now. House of love, that's where the truth comes out. Nijifanya niko sawa. I said I'm good. Haiwezekani. Siwezi kuolewa na mtoto wa yule mama. Hiki kitu sitaruhusu kitokee. Na siwezi kufungua moyo wangu kumpenda mtu mwingine yoyote. Mtu ninayempenda ni Kai. Na kama Kai yeye mwenyewe amesema hawezi kunipenda, basi ni heri niishi mwenyewe. Hivi Kai, ni kwa nini unapenda kunichukulia mimi kama fimbo ya kuwachapia watu wengine? Nini? Ni kwa nini unaniita chumbani kwako?
na ulishasema mwenyewe kuwa wewe ni mume wa mtu mtarajiwa. Na kwa sababu gani uniita usiku kama huu chumbani kwako? Kai, hivi kwa nini unapenda kujichukulia tu mamlaka, ukijisikia muda wowote umuite Zawadi kwa muda unaotaka wewe? Mimi sio mwanamke wa hivyo. Haya sasa, siji, nimesema siji, na una chochote cha kunifanya. Siji. Moyo nao sijui niende. Nenda Zawadi, nenda, ila ukifika pale mkazie, yaani mkazie, mtolee jicho, yaani kuwa serious, usiongee kitu chochote. Abeka kakai. House of love. Nilipoingia sikujua if my heart was ready for this. Macho yakacheka nje lakini ndani kulikuwa na silence. Nilijipa matumaini. I told myself it's gonna be fine. Lakini kadri siku zilipita. Wow. Zawadi, umependeza sana. Yaani miongoni mwa siku ambazo umenishangaza ni leo. Sijakuzoea kabisa kwenye pigo hizi, ila leo umenishangaza. Sijui hata niongee maneno gani ili nikuaminishe kuwa umenivutia sana usiku wa leo. Usiogope Zawadi, wala usishoshe hiyo nguo. Hivyo ndio vitu ambavyo nivipendavyo. Uwezi amini, najisi mwanamke pekee sana kuwa na wewe chumbani usiku wa leo. Harufu yako tu imehoi binti Aba. Zawadi, najua kuwa unanichukulia mimi kaka yako, lakini nikwambie tu, wewe nakuchukulia zaidi ya mdogo wangu. Namaanisha nakupenda. Nahitaji uwe mpenzi wangu. Nakupenda pia kaka Kai, lakini naogopa. Zawadi, unaogopa nini sasa? Wakati tupo wawili tu hapa chumbani. Kitu gani kinakuogopesha? Lakini kaka. Lakini nini Zawadi? Wewe unipende kwani? Mimi nakupenda. Unajua niko na bahati kuwa na mwanaume bora kama mimi. Maana wewe ndio mwanamke wa ndoto zangu. Na kwa jinsi ulivyo kuanzia juu hadi chini, huyo ndo Zawadi sana nimotaka kwenye ndoto zangu. Na najivunia sana kuwa karibu na wewe leo hii. Na nikwambie tu, nataka usiku wa leo tuspende wote pamoja mpaka asubuhi. Okay. Naomba ufunge macho yako nikukisi. Mimi naona aibu kaka. Hakuna haja kuzungumza tena, bali vitendo ndio vitanena kuanzia sasa. Umenitia nini chumbani kwako? Na kuuliza wewe Kai, umenitia nini chumbani kwako saa hizi usiku? Unanitumia meseji eti nije chumbani kwako saa hizi usiku. Haya, nije kufanya nini? Naongea na wewe Kai. Umenitia chumbani kwako kuja kufanya nini? Zawadi,
nilikuwa nimekuita chumbani kwangu usiku ili tuzungumze kirafiki. Unajua urafiki? Hivi yaani kuna urafiki gani? Yaani kati ya mwanamke na mwanaume na umenitia chumbani kwako? Au unataka kunibaka wewe? Unataka kunibaka? Nisikilize Kai, nikwambie. Mimi na wewe ni mtu na mfanyakazi wake. Kwa hiyo, iheshimu kazi yangu, ni kuheshimu. Ulisema mwenyewe una mwanamke wako unayempenda kwa dhati. Zawadi, okay, naomba unisamehe kwa kukuita usiku chumbani kwangu. Ila kusema ukweli, nilikuwa tunataka nikuombe radhi kwa kile kilichotokea mchana. Naomba unisamehe sana Zawadi, mimi ndo mkosefu. Sina haja na msamaha wako. Na kuanzia leo iwe mwanzo na mwisho kunitumia mameseji yako kuja chumbani kwako. Ukome. Zawadi!